Mtazamaji wa Maximum TV, karibu tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa cha Sad Moment kupitia Maximum TV. Leo hii tumekuja hapa kwa Pelapela, ni Vingunguti kwa Pelapela, si ndio? Tumekuja hapa kwa lengo tu la kuja kukutana na mwanamama huyu ambaye ana mtoto wake wa kike mzuri kabisa. Mtoto huyu mwenye matatizo ambaye amezaliwa katika namna ambavyo hana njia haja kubwa, lakini pia hata njia haja ndogo pia haijakaa sawa, kiasi kwamba hana kama ambavyo binadamu wa kawaida anatakiwa kuwepo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambapo tuliishia akiwa anazungumzia hilo swala. Sasa baada ya kukaa kama siku 3 hivi tukiwa tunasubiria michango na nini, basi tukaona leo hii tuje. Sasa kitu cha kwanza ambacho naweza nikasema ni kwamba hakuna mtu ambaye ametuchangia straight kabisa akasema kwamba mpatieni huyu kwa ajili hiyo na hiyo na hiyo. Nakumbuka tulichangiwa shilingi 5,000 tu. Hiyo ndio pesa ambayo tulikuwa tumeipata. So kwa hiyo baada ya hapo nikajaribu kuongea na baadhi ya watu, wakawa wamenisupport baadhi ya vyakula na vitu vingine baadhi ambavyo vimegharimu kama shilingi 87 hivi kama sikosei. Kwa hiyo nikawa nimevileta hapa kwa ajili ya kuja kumkabidhi wakati tunaendelea kupata chakula na masuala mengineyo, basi tuendelee kupambania kwenye kodi na baadhi ya vitu vingine ambavyo vilikuwa vinahitajika kufanyika hapa. Kwa hiyo kwa kuwaomba na kuendelea kuasisitiza tumsaidie huyu mama kwa kumtazama mtoto wake huyu mdogo wa kike mzuri kabisa, ambaye mtoto hana makosa hata kidogo. Mtoto ana kila sababu ya kusaidiwa, mtoto ana kila sababu ya kuandaliwa mapema, hususan kwenye masuala ya kimatibabu. So kwa sababu alisema kwamba hakuna sababu ya kimatibabu sasa hivi mpaka pale ambapo madaktari kutokea India watakapokuja Dar es Salaam kwenye kempu kwa ajili ya kuja kumfanyia matibabu mtoto, basi kwa sasa hivi tuwasapoti kwenye mazingira magumu ambayo anapitia. Mazingira ya kwanza ambayo aliyasema ni kwamba hana pesa ya kodi na anadaiwa miezi 8 hapa, na kwa makadirio ya pesa alisema ni 1,500,000 kama sikosei, si ndio? Lakini pia hana uwezo wa kupata kipato. Kwa hiyo anapitia mazingira magumu kwa sababu hana pesa ya kuweza kumudu maisha yake ya kila siku. Ndio sababu kubwa ambazo zimemfanya leo hii aweze kutuomba sisi msaada tuweze kumsaidia. Jambo lingine ni kwamba nadhani mnakumbuka alisema kwamba mume wake wa ndoa amemtelekeza, lakini pia amefikia hatua toka anajifungua mtoto mpaka leo hii mtoto amefikia hapa, amemfanyia mambo ambayo sio mazuri, ni ukatili kiukweli, ni namna ambavyo kila mtu apendezwi nayo. Ila tu unashangaa ni kwa nini watu hamjaguswa na swala lake. Alikuwa sisi tumeangalia tukaona ana kila sababu ya kusaidiwa yeye pamoja na mtoto wake. Kwa hiyo cha kwanza ambacho tumekuja nacho ni baadhi ya vitu kwa ajili yake. Mtoto kila tukio tunakuja hapa anapenda kulia. Haya, nyamaza. Haya, usilie. Haya. Chuchu. Namliza mtoto nyinyi. Haya, nyamaza, usilie. Ana njaa? Analia kwa nini? Anataka umtolee nini? Anataka umtolee nini? Mnyonyeshe tu, sawa, mna shaka. Hivyo mtatuia radhi kidogo, tulikuwa tunamweka mtoto sawa, lakini yote kwa yote ni kwamba tuna kila sababu ya kumsaidia huyu mama kwa sababu anapitia mazingira magumu, na leo hii nimekuja tu kumkabidhi kile ambacho watu wengi wamejitolea na kuweza kumsaidia ili mradi tu aweze kupata msaada kwenye kile ambacho anapitia. Kiukweli mchango haujapatikana mpaka sasa hivi hapa. Kwa hiyo toka tumeweka namba mpaka sasa hivi tumekaa siku 3 zote, tukaona hakuna ambaye amejitolea kabisa kuweza kumchangia hata shilingi 1,000, 2,000. Kwa hiyo nikaona okay, tujaribu kufanya njia nyingineyo kwa sababu tayari tumeshakosa kwa wale ambao tulikuwa tunaamini, basi tukaamua kutafuta njia nyingineyo ya kuweza kupata pesa. Tunashukuru Mungu, tumepata baadhi ya vitu ambavyo tumeenda tukawa tumepewa vile vitu, kwa tumevileta hapa kwa ajili yake yeye. Kwa hiyo na waomba sana tuweze kuguswa na hali ya huyu mama, tuweze kumsaidia kwa kiwango kikubwa zaidi, ili mradi tu na yeye haya maisha anayoishi abakie kwa historia kwamba aliteseka sana, alitelekezwa na mume wake, akaacha kwa sababu matatizo ya mtoto wake. Lakini pia akawa anaishi kwa tabu sana, lakini mwisho wa siku wakaja wasamaria wema ambao hawamjui wala yeye hawajui, wakaamua kujitolea na kumsaidia maisha yake ili mradi aweze kusurvive yeye na mtoto wake. Sasa hivi hapa mtoto wa kiume yule hayupo. Mtoto wako yuko wapi wa kiume? Yupo kwa yule mama aliwaambia anacheza na wanae. Vipi lakini zatoka juzi unaendeleaje? Namshukuru Mungu kwa sababu nimekula, nimeshiba, nimelala leo ikiwa ina amani. Tunafurahi kusikia hivyo. Simpita siku ngapi toka siku zile ulipokuja? Siku 3. Ndio. Leo tulipofika tukukuta, ulikuwa wapi? Nenda kuchukua mahindi ya njano.
Kuna mtu amekupa? Yale inasaidia nini? Kwa mtoto nasema naongeza uzito. Okay, kwa mtoto anaongeza uzito, jambo zuri. Hapa sasa hivi upo nyumbani, si ndio? Kuna kitu kingine ambacho unataka ukifanya au labda ndio utakuwa uko hivi vitu mpaka siku itakapoisha na subiria siku nyingine? Amen. Yaani sasa hivi si upo nyumbani, umesharudi sasa. Utakopo tu siku nzima hapa nyumbani ama labda utatoka, kuna baadhi ya vitu unaenda kufuatilia labda vya kwako binafsi vya kukuingizia kipato? Hapana. Nipo. Ndio. Okay, sasa sisi hatuna mengi, tumekuletea baadhi ya vitu ambavyo kuna baadhi ya watu wameguswa kwa namna yao wakaweza kutupatia ili mradi tuweze kukuletea. Kwa hiyo kwenye upande wa pesa hatujachangiwa. Tuliochangiwa ni shilingi 5,000 tu. Sijajua kwa nini, nahisi labda hii hali ya corona sana na makelele hapa na pale, kwa hiyo watu wanashindwa kujitolea kwa kazi, lakini naamini bado hawatoacha kukuchangia kwa sababu hata hao ambao wametupa hivi tayari wameshafanya namna, si ndio? Kwa sababu hatukuwa navyo. Kwa hiyo cha kwanza kabisa wakawa wametupa hichi kimfuko kimoja kwanza cha mtoto. Hichi kinaitwa hichi cha lishe bora, hichi wanasema lishe, uniunga wa lishe huu, si ndio? Hapa jamani, nadhani mnaona ni unga wa lishe huo kwanza. Huu nadhani mtoto akila kidogo atachangamka, si ndio? Wakati pako unaenda kuishi, nadhani watu watakuwa wameshajitolea na wametuchangia, tukajua tunafanyaje juu ya wewe pamoja na mwanao, si ndio? Hicho cha kwanza unaweza kaeka upande huo hapo. Haya. Lakini pia cha pili kuhusiana na hizi mboga bana, unajua maisha haya na hisi tunaweza tukawa tunachangamka pananukia kidogo. Dagaa bwana, hizi kilo moja nzima hiyo, upo wewe na watoto wako, itakusukuma wakati ambapo siku hiyo hakuna kitu, ingawa sio nzuri kwa mtoto na hakika hiyo, si ndio? Lakini bado hatujafeli, si ndio? Hicho cha pili dagaa. Lakini pia kitu cha tatu ambacho nimekuletea, hizo dagaa ni kilo moja na ule kilo moja, nimekuletea sukari hizi hapa. Hizi sukari ziko 2 ambaye ni hii hapa. Na hakika kipindi ambacho unamtengenezea vyakula mtoto, yani kiasi kwamba wote nyinyi hamtokosa chakula, si ndio? Yani hapo utamtengenezea mtoto uji, sukari kwa hapo, lakini nyinyi pia mtapika ugali wenu, dagaa ziko pale. Hivyo kwa sukari hizi hapa unaweza kaeka upande ule kule, wewe ziweke tu pale. Lakini pia masuala ya mapishi, na hakika masuala ya dagaa hautoshindwa kupata mafuta hapa na ukapika, si ndio? Mafuta lita 3 haya shilingi 15,000 nimenunua. Sukari zile pale nimenunua shilingi 5,000. Ile pale lishe sijui shilingi 4,000. Hiyo hapo dagaa shilingi 7,000. Kwa hiyo iko hivyo. Lakini ukiachana na hivyo tumenunua na maharage kilo 5 haya, si ndio? Haya maharage na hakika atakusukuma, si ndio? Maharage ya njano. Niliuliza wa mama wanapendaga kupika maharage gani, wakasema ya njano. Ndio nikana nimechukua kwa kilo 5. Nadhani yanaonekana vizuri kabisa hapa. Haya hapa kilo 5. Huu na zoom in now watu waone vizuri, si ndio? Kilo 5 hizo. Yes. Haya ni maharage. Lakini pia kuna unga huu hapa. Huu unga ni sembe. Nadhani mnakulaga sembe, si ndio? Ndio. Wewe ni sahihi tulivyochukua. Ni sahihi kabisa. Haya, sembe huu hapo nimekuchukulia kilo 10. Huo ni kilo 5, lakini pia na huu hapa kilo 5. Wakati tunapambana kuhakikisha tunakutafutia riziki yako hususan kwenye masuala ya kodi, basi msishinde kula. Masuala ya kutoka kuzunguka inakuwa sio issue. Kwa vitu tulivyokuwa navyo hapa, maana yake tayari una uwezo wa kula masaa yote. Yani asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo kuna maharage hapo, kuna dagaa, kuna mafuta, kuna unga. Ukijisikia kupika ugali napika ugali dagaa, ukijisikia kupika ugali maharage unapika ugali maharage, ukijisikia kunywa chai na uji kwa koroga huu analio na koroga, ukitaka kumpikia mtoto wako uji ule pale, mambo yote yanakaa sawa. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho tumekifanya, unaweza kaeka huko. Lakini kitu kinginewe tumekuletea mchele kilo 20 huu. Umeona? Na ni mchele super kabisa huu kutokea Mbeya. Unaona mchele uko fresh kabisa huu hapa, kilo 20. Kwa maana yake na hakika hapa hata mwezi mzima patakuwa pananukia wali hapa, si ndio? Kwa sasa hivi tumeamua kufanya hivi kwanza kwa sababu tunachoangalia ni wewe pamoja na watoto wako. Hakuna kitu kibaya kama njaa. Yaani njaa inaweza kukufanya ukafanya jambo lolote baya kwenye maisha kwa sababu tu ya njaa. Mtoto anamwaga kule, si ndio? Unaweza ukafanya jambo lolote baya kwenye maisha, si ndio? Kwa sababu ya njaa tu. Kwa hiyo njaa inapunguza vitu vingi, inapunguza matukio mengi ya kawaida, si ndio? Kwa sababu mimi nimeshuhudia katika kutembea kwangu na kukutana na watu wengi tofauti. Mpe mtoto ashikilie unga wake, mweke tu chini, mpe ashikilie. Umeona? Katika kutembea sehemu nyingi na kukutana na watu wengi, nakuta wengi wao wanajiuza kwa sababu ya njaa. Kitu watoto wangu wanategemea nitafanya nini, anaenda kujiuza, si ndio? Kwa sababu ya njaa. Na wewe bado binti mdogo, kiasi kwamba nikisema
kwamba yani ukipita mtaani kuna wengine wanakucheki, wanakuwa na kuhitaji, si ndio? Kwa hiyo kuna wakati itakuja kulazimu utajiingiza kwenye hayo masuala, ukatoka nje ya ndoa yako kwa sababu tu unajua kwamba nikienda pale nitapata hata shilingi 5,000 10,000, si ndio? Kwa hiyo tukasema tuidhibiti kwanza swala la njaa. Kwa hiyo baada ya njaa basi kuna kuja kufuatilia masuala mengine. Kwa hiyo kwa sasa hivi na hakika sasa kitu cha wali kitaiva vizuri kabisa hapa, wali labda dagaa, maharage kidogo, mnakula zako wewe na watoto wako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya sasa uwe mlafi. Nikimaanisha hivyo nasema kwamba we hauna, si ndio? Tumevipata hivi. Sio sasa mama nani naomba hichi, umetoa. Hii nimesikia ulikuwa unapika dagaa, nige basi na mimi kilo, umetoa. Kwa hiyo mwisho wa siku itakuja kukukosti wewe, si ndio? Kwa hiyo hifadhi vitu vyako, usitangaze. Maana Uswahilini nako kutangaza mpo vizuri, usitangaze kwamba nimepata kitu hichi, nimeletewa kitu hichi. Ulipovipata hivi vibakie kuwa hivi. Mchele wako hifadhi sehemu nzuri, kwa sababu naona pia hata watu wanaingia tu hapa. Nilipokuja mara ya kwanza nikuta mlango uko wazi, watu wanaingia, wanatoka, wanaingia, wanatoka. Ndio mnavyoishi hivyo. Kwa hiyo mtu anaweza kaingia kuta mchele akajichotea akaenda kapika, akaja akakuta unga akajichotea akaenda kapika, kiroba cha sukari kapotea. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, na bahati mbaya au nzuri mlango sidhani kama una kitasa hapo. Una kitasa kweli? Unao? Funga mlango wako, fanya mizunguko yako. Hii ni kwa ajili ya mtoto wako huyo hapo, sawa? Ingekuwa sio mtoto, maana yake sidhani kama tungehangaika sina chochote. Walikuunganisha na sisi kwa sababu ya mtoto, mpaka leo hii tumekutana hapa. Kwa hiyo fanya mpango, mpikie mtoto wako, angalia mazingira yenu yaendelee kukaa vizuri. Panapo majaliwa kama tutakuja tutakapotuchangia tena, sitakuja kwenye engo zinginewe. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho mimi nakiona. Labda kwa neno lako moja unaweza kushukuru wale ambao wamejichanga na kuweza kutoa hiki hapa, lakini pia kuendelea kuasisitiza, endelea kutuchangia ili mradi tuweze kuletea hapa na masuala mengine yakae. Unaambia chochote? Mimi niseme tu nashukuru. Tena nashukuru sana. Yaani kwa hilo lilotokea, ina maana yani nimenyanyuliwa sehemu kubwa. Naweza kusema nimetolewa kwenye shimo, nimewekwa juu mlimani. Ndio, kwa sababu kwa maisha nilokuwa naishi kwa sasa kiukweli namshukuru Mungu. Tena nawashukuru sana. Namshukuru na Mwenyezi Mungu pia, na namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuatia nguvu. Haya bwana, sisi tumeshavileta hapa, tunaungaunga kuchukua huku na kule na kule na kule, tukaamua kufanya hichi hapa kitu. Kwa hiyo tulichangiwa shilingi 5,000 haijafua dafu kuweza kupata vitu vyote, na hivi vimetugharimu zaidi ya 80,000. Kwa hiyo nachowaomba jamani, tuweze kumchangia ili mradi tuweze kusolve swala lake la umeme. Ndio 1,500,000. Na hakika kuna watu wengi ambao mna uwezo tu kusema kwamba okay, mimi natoa 1,500,000 ulipia hapo kodi, tunaileta tunamkabidhi na inaonekana kama ambavyo tunafanya. Baada ya hapo basi mambo yanakuwa sawa. Lakini pia tuje tuangalie upande wa pili. Hivi kwa hali yako uliokuwa na mtoto wako, unaonekana anapenda kucheza, kutambaa. Hivi uwezi tu kusema kwamba hata ukaweka kabiashara chako chochote hapo nje uko unaingiza hata 2,000 3,000 kwa siku, ambayo inakuwa ni sehemu ya faida yako? Nilikuwa napika sambusa. Biashara huko Swahilini zipo nyingi sana. Suuzi hata mkaa mtaji mkubwa. Shingapi mtaji wako? Gunia la 26,000, kile kiroba kimoja kirefu. Alafu unapata faida shingapi? Kwenye faida sijauliza kwa sababu niliwahi kuuliza tu bei ya kununulia. Kwa kawaida ndio kuona viroba vile vingapi? Ukianzia hata 3, naona watu wanaanza 3 na wanauza tu vizuri. Kimoja shingapi? 26,000. 26,000. Kwa mara mwisho niliuliza mwezi wa 11. Kwa kumbe hapo tukipata laki tu ya haraka haraka tukakupa pap, unajikuta umeanza mtaji, lakini pia na masuala mengine yanaendelea, si ndio? Ndio. Haya jamani, tutafute 1,500,000 kwa ajili ya kulipia kodi hapa, lakini tumtafutie pia 1,00,000 kwa ajili ya kuanza hata biashara ya mkaa. Vyote tutakuja kuvionyesha hapa. Kwa hiyo tutafute kama 1,00,000 hivi aanzishe biashara yake ya mkaa, akiwa anataka na gunia ngapi hizo? Gunia 3. Kuna ni gunia 4, unajua 2,500,000. Tutafuta hapo, tunachotakiwa kufanya tukimpatia 1,100,000 na 4,000, maana yake hapa anakuwa mpata gunia 4. Kwa hiyo anaweza kaanza hapa mtaani kwao, sababu nimeona kuna watu wengi na nini, akiendelea kujipatia riziki. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya sasa, nenda kaulizie kwamba ukinunua labda shilingi 26,000 gunia lile, si ndio? Wewe unaingiza shingapi? Faida yake inakuwa shingapi kwa kupima? Ukishapata taarifa nijulishe, namba yangu si unayo? Nijulishe, alafu tujue tunafanyaje. Kwa hiyo na nyinyi ambao mnatazama sasa hivi, naomba tuguswe na hii familia tuweze kumsaidia huyu mama. Sasa hivi hapa kwa ambaye amechangia, maana yake Mungu kashampa baraka zake. Vyote ambavyo vilichangwa viko hapa. Angalia sasa hivi mtoto akitoka kunyonya, mama yake anamkorogea uji wake, atakunywa. Mtoto anavyokunywa anashiba, maana yake ndo baraka zinakudondokea wewe. Lakini pia chakula kipo cha kutosha sasa hivi. Unga mchele kilo ngapi? Kilo 20. Huu atatumia muda mrefu sana. Wako watatu. Yaani yeye na watoto wake 2 tu. Maisha yao ndo yako hivyo. Kwa hiyo
tumsaidie ili mradi tuweze kumtoa kwenye mazingira magumu ambayo anapitia. Kwa hiyo wewe ambao unaweza ukasema kwamba okay, mimi nampa mtaji wa magunia labda hata 10, si ndio, labda ukatoa hata 300 yako, si ndio, maana yake tayari utakuwa mshawini, kwa sababu 1,400 ni magunia 4, si ndio? Kwa maana yake na hakika kuna wengine hata wana 300, kwa 4 8, si ndio, 12. Kwa ukitoa 300 yako tunapata magunia 12. Magunia 12 yakiyaweka hapo tayari ni mtaji mkubwa kiasi kwamba anapiga biashara na mambo yanakaa sana. Tumeamua mkaa kwa sababu gani? Kwa sababu kwa hali yake jinsi alivyo, mtoto wake hataki, ana allergy ya hewa ya nje kiasi kwamba akiwa anakuwekwa barabarani tu anadhoofika sana, atalazwa na kila kitu. Lakini biashara hiyo ya mkaa itamfanya awe busy ndani kwake masaa yote, lakini pia itakuwa rahisi pia naye kuwapikia watoto wake, lakini pia naona itakuwa rahisi ya kuwahudumia watu akiwa yuko hapa pana angalia familia yake. Kwa hiyo hata yale mawazo ya vurugwa kwa sababu ya vitu vidogo vidogo inakuwa hakuna. Lakini pia hiyo itamfanya aweze kupata pesa kununua mboga zingineyo, kwa sababu kuna siku sio kila siku atakula ugali dagaa au wali dagaa au wali sijui na nani na maharage. Itafikia time sawa, utahitajika, si ndio, au atahitajika kununua mboga zingine tofauti. Saa pesa hakuna, na si leo hii tumekuja tuna vitu hatuna pesa. Kwa hiyo tunasikitika kwamba hatuna pesa. Kwa hiyo yani atashindwa kupata vitu vyote. Kwa hiyo kitakachomsibu sasa ni kwamba akae tu, lakini akipata huo mtaji ataweza kununua vitu vyote. Kingineo ambacho labda nataka nikikazia hapa ni kuhusiana na huyu mtoto wake. Mtoto wake huyu njia yake ya haja imetobolewa kwenye mbavu. Kwa hiyo kinachofanyika, yani tumboni kwa chini ya mbavu au chini ya diaphragm zile kwa chini hapa. Kwa hiyo ametobolewa na ndo anapotumia hapo kwa haja. Kwa hiyo anafungwa nguo kama makanga aliyokatwa, lakini kiafya sio sahihi, anachubuka sana kwa sababu anakuwa anapata na zile fungus kutokana na haja. Sasa kinachohitajika ni kupata vile vifaa maalum kwa ajili yake yeye au kwa mtu mwenye tatizo kama hilo hapo, lakini nasikitika kwamba leo hii hatuwezi kutoa chochote kwa sababu hatuna pesa. Tulichokipata ndo tayari tumeshakiweka hapo kwenye chakula kwanza shibe. Masuala mengineo wataenda kuvumilia, kwa sababu swala la mtoto kufungwa nepi za design kama ile pale ashafanywa muda mrefu sana. Yani mpaka sasa hivi hapa hata ukikaa siku 1 2 kuendelea kusubiria michango yenu, basi nadhani watavumilia tu, lakini naombeni sana tufanye hichi kwa ajili yake yeye pamoja na watoto wake. Mimi naitwa Zahir Hussein, behind the camera niko na Fabian Kisaka. Instagram tunatumia Maximum TV Online, nendeni mkatufollow pale, kuna update nyingi sana tunawekea za kila aina za michezo. Kama kawaida tunawekea sana, tunawapa taarifa zote, lakini pia masuala ya kiserikali zaidi. Tumewekea pale habari zote na masuala mengine yote kutoka kona zote za ulimwengu tunawekea pale. Sad Moment na vitu vingine vyote, masuala entertainment vyote vipo. Kwa hiyo wewe kama ni mpenzi wa entertainment, basi entertainment ipo hapa, lakini kama ni mpenzi wa Sad Moment, basi Sad Moment iko pale na shughuli zinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo na wewe kama ni mpenzi wa michezo na vitu vingine vyote tunakuwekea kupitia hapa Maximum TV. Instagram yangu pia mimi natumia official Zahir TZ. Nenda kanifollow pale na mambo yatakuwa yako fresh kabisa. Behind the camera niko na Fabian Kisaka. Till next.